I think mtu wa massage ndo alikuja kanikea Viagra kwa hiyo drink. So nilikuja feelings zangu zikakuwa too high of which singeweza kujicontrol. Nikakuja nikasema sitatumia mti ya chapati, siwezi tumia cucumber ama mandizi. Tamara, mimi wanga siku satisfied. Unani satisfy sana. Mbona ukaamua kabisa ukanifanyia hivyo? Nini unakosa Tamara? Nini unakosa jamani? Kuna wasichana wa Tamara wengi. Wasichana wengi wamebeba. Ona vile unakaa mama. Na nilikupenda hivyo tu. Ama unafikiri sasa nikisimama hapa nje nitakosa hata wanawake wengi sana zaidi ya 100? Tamara, nilikupenda nikakuheshimu sana. Ndio maana niliamua niishi na wewe venye uko hivyo. Nikakuheshimu Tamara. Nikakujengea paka nyumba. Nikakufanyia kila kitu Tamara. Kama ni game niko sawa. Umenivunja moyo mpaka nimechukia wanawake wote duniani. Hao wanataka wanauaga tu kwa watu tumezoea. Bro ni mimi sasa na mimi. Yaani mama hivi nilifanya utoke kwa mzee, kwa babangu. Yeye ndio ilifanya hata. Mama kumbe ni malaya. Sasa unataka kuniletea kisirani ya baba yako venye usiongeleshe mamako shit. Mama kumbe ni malaya. Mama hizi ni nini? Mama hizi ni nini? Mnafanywa test. Kwangu kwa room yangu mama. What's up my people, ni Oscario TV hapa. Before tuende mbali maze, make sure me like, share na msubscribe maze, na tutashukuru sana for support yenu. So kama nakumbuka tuko ile story ya Evans ule KDF alikuwa amenitafuta pale na ile iPhone 17 Pro Max akiniambia alikuwa anataka kusurprise bibi yake. Alikuwa very sure bibi yake haizi kuwa na tashwishi, but maze tulienda pale mambo ikafanyika, tukapata bibi yake ina compromising position pamoja na mama ya huyu Evans. Mambo ilifanyika na sasa tuko hapa juu bibi ya Evans hapa mbaya anaitwa Tamara alikuwa amenipigia kaniambia Oscario, kuna vitu fulani nilikuwa nataka kuambia mume wangu, na imebidi tu wakuja hapa tumsikize, na nimeita Evans amekubali wito, ameitika. Sasa tunataka tusikie venye wako tujue itakuaje, and then from hapo tujue venye tuna proceed maze. Ni aje mami? Poa sana Oscario. Maisha nakueleka aje? Mimi niko poa. Inanipeleka poa, but okay, lakini nipeleki mbaya sana. Siwezi complain sana. Ni aje Mr. Evans? Fiti sana Oscario. Maisha iko aje since ile time tulikuwa pale kwa hao tukapata mambo ilifanyika yenye imefanyika? Since that day how have you been? Maisha si poa. Siko vizuri mimi. So Tamara, ulikuwa umenipigia ukaniambia kuna vitu wantu ungependa kunieleza, na ulitaka pia niite mume wako hapa. Nimemuita, amekubali wito, amekuja. First of all, nini ungependa kusema before tuende mbali? Okay, Oscani, nilikuja nikasema cha nikutafute juu nakumbuka. Si unakumbuka chenye kilifanyika last time? So mimi nikaona nikikutafuta maybe mambo itakuwa sawa. Of late nimekuwa nikipigia mzee wangu simu, ashike simu zangu, na imejaribu kumtafuta sana, hata na namba zingine mpya ashiki. So nikasema maybe nikikuja nikuite, nikuje nijue akuja hapa, nikuje nijue shida iko wapi, mbona ashike simu zangu. Sasa Evans anataka kujua mbona ushiki simu zake before tuende mbali. Kwa nini ushiki simu zake? Oscario, mimi simu ya mwanamke sio ni haja kushika. Sasa tunashika tunashika tuongee nini naye? Tunaongea nini naye? Tunaongea nini na wewe? Unataka tuongee nini? Sasa unanisalimia kwanza babe. I'm not interested na salamu zako mama. Salamu ya nini? Tunaambiana nini sasa yani? Hata unafaa tu uniambie umekuaje kutoka tuachane juu of late hujakuwa ukiongea na mimi. At least nijue kama umekuwa sawa, umekuwa poa. Kukua sawa kwangu au kukua vibaya hiyo kuhusu. Haya maswali sitaki. Mimi ushani at break. Yaani sitaki kabisa kufuatilia story yangu venye niko sawa. Hata ni heshima tu ya Oscario. Singekuwa kwa hiki kawa na wewe. Unasikia? Lazima tu nikujulie hali juu siwe ni mzee wangu, niwe baba nyumba. Lazima tu nikujulie hali, nijue kama uko sawa, kama uko safe, nijue mambo imekwenda aje juu hakuna mtu anajua venye uko. Sasa Tamara, pale venye Evans hapa alikuwa amekuja kukusurprise na ile gift ya iPhone 17 Pro Max of which uliona, and then after sisi kumaliza hiyo kesi nini after hiyo kwa nyumba ulitisha ile simu, but Evans alikataa, alisema hiyo simu hawezi tumia kabisa, hawezi kupea.
ni yake sasa personally. Kenye tu nilikuwa napenda kukuuliza, mlisema ule jamani wa massage but baadaye mkadmit mambo ilifanyika ikafanyika. Kitu maybe najua mafans wangependa kujua, kitu Evans angependa kujua, na kitu pia mimi ningetamani sana nijue, kulienda aje tukawapata wewe na mama yako mko kwa kitanda moja na ule jamaa wa massage? Tusiingie kwa mama yako kwanza, huyo mama mkwe, tuingilie kwa nini ilifanyika hapo. Unaweza tueleza, then from hapo tujue at least kesi itakuwaje, juu unajua lazima tusikie kila side hapa, unaona hakuna mtu sio hajafanyanga dhambi, so lazima tusikie both sides of the aisle and then tujue venye tutaproceed. So what really happened? Okay, Oscario. So as for me, nilikuja nikaoda mtu wa massage, nikamwambia akuje juu amekuwa akikuja tu kutufanyia massage, anafanya massage anaenda. So that day ilikuja tu happen, akakuja akatufanya tu massage poa. But before aanze kutufanya massage, kuna venye nilianza kujihisi siko sawa, like niko too high. Like singejicontrol sana. Juu unaona mimi ni mwanadamu, feelings zimekuwa juu sana. Nini ilifanya ukakuwa hivyo very high? Nilikuja nikashuku mtu wa massage, maybe alikuja akaniekea Viagra kwa drink yenye nilikuwa nakunywa. Juu nakumbuka kuna time nilitoka kidogo, nikacha drink yangu hapo, ndo nikaenda kutoa nguo ndo nikuje niendelee kukunywa akinifanyanga massage. So I think mtu wa massage ndo alikuja akaniekea Viagra kwa hiyo drink. Oscario, usisikize huyo. Hii story yote anakuongelesha, hii story yote hii ni uongo. Mama, ni nini unakosa kwa nyumba? Hakuna. Ni nini sijai kufanyia? Ni nini sijai kufanyia? Hakuna. Kuna kama kunisaliti kidogo tu Evans. Wacha tusikie Kenya anasema, and then from hapo utaingilia tusikie kama hiyo explanation yake yani ita make sense kwako. So tunaweza msikiza tu bro kama utanielewa. Sawa, lakini Evans usitaki mtu asikupotezee muda sana hapa. Maana yake asikupotezee muda sana, pia mimi nafanya rudi kazini. Utaongea mambo yako haraka ama hii story tumalizane na hapa. Juu hata sijui ni heshima, mimi singekuja kufanya mkutano na tunaongea nini? And then after kususpect umekewa Viagra. So nilikuja feelings zangu zikakuwa too high of which singeweza kujicontrol. Na nikakuja nikasema sitatumia mti ya chapati, siwezi tumia cucumber ama mandizi juu niko na mtu hapa karibu. So nilikuja nikaconvince mzee wa massage, nikamwambia si anaweza nimaliza massage na nishughulikie. Juu nasikia feelings zangu ziko juu sana. So things changed again. Juu siku hiyo siku nafanya hivyo, na hiyo siku nimekewa Viagra ndo siku mzee wangu anakuja. Of which hakuwa amenipigia simu na tunaongeanga tu na yeye, hakuwa ameninform. Hakuwa ameinform hadi madhe. Like hatuku expect this. So we after kususpect huyo mtu mwenye amekuwekea Viagra kwa drink, ni ule mtu wa massage, yeye ndio the same person ulimwambia kushughulikie after yeye ndio umesuspect amekuwekea drink kwa nini amekuwekea Viagra kwa drink yako? Okay, Oscario, nilikuja after start ni kama nimekewa hiyo kitu, nilikuja nikasema si hakuna dume mengine hapa, na huyu mwenyewe ndo ako hapa na ndo anakujanga kufanya kazi hapa, na ndo na mtrust juu amekuwa akikuja. Na nikasema juu mzangu ako mbali na aja last kukuja kunishughulikia, amekaa sana. So mimi nikaona the best way ni niambie mtu wa massage akuja nishughulikie. Of which yeye mwenyewe mtu wa massage alikuwa amekataa kwanza. Ni mimi mwenyewe nilimconvince. Nikamwambia akiniacha hivyo nitakuwa pabaya sana. Maybe mambo itaharibika. So uliona instead of tumie venye ulikuwa umesema, instead of tumie mwiko ama cucumber ama ndizi tuseme, ukamua acha uvuke na huyo jamaa? Niliona tocha nifanye na huyo jamaa. So bro, umesikia Kenya anasema, sijui what do you have to say about that? Tamara, nakuuliza mimi wanga siku satisfied? Unani satisfy sana. Mpaka nafurahia. Tamara, mbona ukaamua kabisa ukanifanyia hivyo? Nini unakosa Tamara? Nini unakosa jamani? Kuna wasichana wa Tamara wengi. Wasichana wengi wamebeba.
Ona vile unakaa mama. Na nilikupenda hivyo tu. Ama unafikiri sasa nikisimama hapa nje nitakosa hata wanawake wengi sana zaidi ya 100? Unajua ni kwa nini mimi huwa nakaa na wewe? Unajua ni kwa nini? Tamara, nilikupenda nikakuheshimu sana. Ndio maana niliamua niishi na wewe venye uko hivyo. Kuna wasichana wako na mafuru mbanya, wamebeba mali, warembo kukuliko, lakini nilikuwa ulikuwa mrembo zaidi kwa wote. Nikakuheshimu Tamara, nikakujengea paka nyumba, nikakufanyia kila kitu Tamara. Kama ni game niko sawa. Ni nini ingine unakosa Tamara? Ni nini ingine unakosa? Ni nini ingine unakosa? Hakuna kitu nimekosa. Na ni nini? Ndio maana nikaita Oscario, nikamwambia kutafute, ukuje tuongee tuelewane. Si unajua mambo tu ni kuelewana. Mambo kuelewana kwangu hakuna. It is done. Tamara, umenivunja moyo mpaka nimechukia wanawake wote duniani. Nimechukia, nitaishi hivyo mimi. Oscar, mimi nitaishi hivyo. Niliamini huyu mwanamke sana. Nilifanya kila kitu, maisha yangu yote niliweka kwako. Akaunti zangu zote unazijua. Ni nini nyingine hujui kutoka kwangu? Hakuna. Na ni nini umeamua kufanya hivyo? Mbona uliamua hivyo? Tena kwa kitanda changu. Okay, mzee wangu mimi siwezi jilaumu sana. Mimi nitakuja nilaumu hii Viagra. Of which juu si mimi mwenyewe nimeuka nikifanywa massage. Then nilikuja pia mimi mwenyewe nikajiuliza why that day. Mbona usiku ndo nimekuja nikakuwa too high sana na ijai happen hivyo tena. Yeah, so mimi nikasema siwezi jilaumu. Unaelewa tu ukitumia hizo vitu venye inakuanga na mwenye alikuwa karibu tu ni mtu wa massage. So that's why mimi nika decide acha tu mtu wa massage anishughulikie. Juu nilikuwa nadhani wewe utakuja the next month, sikuwa na kutarajia kuja hivi soon. Yeah. So unaona instead of Evans kukulaumu sana, afai kukulaumu, anafaa kulaumu sana ile Viagra. Juu Viagra ndio ni kama shetani iliingilia ndoa yenu ikafanya ukacheat. Yeah, hiyo Viagra ndo iliingililia katikati. Juu pia Oscario, sisi sote ni binadamu. Yeah, kila mtu ako na feelings. Then unajua the moment umetumia hiyo kitu, feelings zinakuwa too high, of which huwezi jicontrol. Yeah, then mimi nikaona hakuna haja nijiwaste na mamiko, macucumber, na kuna mtu akopa karibu anaweza nishughulikia. Yeah, mimi nikaona tu after massage, juu massage alifanya poa, acha niambie mtu wa massage anishughulikie. Yeah. So okay, umesema kuna Viagra yenye ulikuwa umewekewa, juu mtu wa massage ndo alikuwekea, and then nini. So wewe kusema hizo vitu zote ushasema na Evans amesikia. Nini ingine ungependa kuambia Evans hapa, ama point yako ya kuleta hizo vitu zote ilikuwa nini ifanyike? Okay, mzee wangu reason ya kukuita hapa ilikuwa kwanza nikwambie wache kukosa kushika simu zangu. Juu pia the more unakosa kushika simu zangu, the more feelings zangu zinaenda down sana. Juu mimi nakupenda. Then haikuwa kupenda kwangu nikuja nifanye hivi. Nishe kucheat tukiwa na wewe mzee wangu. Tamara, hujai ni cheat. Lakini mambo feelings zako kuenda chini ama kuenda juu, hiyo hainihusu. Kwa saa hii sina biashara na wewe Tamara. Sina biashara na wewe kabisa. Na story na apology usifikiri mimi naweza kuforgive, siwezi kusamea. Hiyo yani kwangu, unasikia? Kwangu. Na sasa bro, nikuulize, venye anasema kuna hiyo Viagra yenye alikuwa amewekewa kwa drink ndio ikampea mahanja, mikabidi apite na jamaa mwenye alikuwa karibu naye. Sijui unaonaje hiyo point, kama ni explanation valid kulingana na wewe? Ni kitu unaweza consider, uangalie kweli huyo msichana na make sense. Hivi nikuulize Tamara, mkifanya hivi mara ngapi? Do you mean this is the first time? Yeah, it's the first time. Uko sure? Niko 100% sure it's the first time. Huyu mwanamke ni kama antubeba ndogo. Sidhani kama nizokuwa mara ya kwanza, sidhani. Kwa hivyo ni kitu umezoea. Juu mimi nimekaa nje miezi zote ndio narudi na nikakupata. Kwa hivyo hizi Tamara, so si coincidence, lazima ilikuwa ni kitu inafanyika. Hii ni kitu inafanya na ulikuwa unataka. Tamara, hii kitu ulikuwa unataka, ulikuwa umeshaplan. Oscario, iko hivi mzangu, si ulikuwa unajua tunakanga tunafanywa massage juu nachoka nafanya hivi, na si tumekuwa tuna video call nikifanywa massage unaona. Kweli? Video call nilikuwa naziona, sijakataa, lakini kuna wakati pia ulipigia simu kulikuwa na shida ya mtandao kidogo. Sijui nini iliendelea kutoka hapo Tamara. Nitakuamini aje?
Aya, siku zingine ananiambia huyu jamaa masaji anakuja, mara jamaa ameshikana pale kwa spa akuji. Nitajuaje kama alikuja Tamara, nitakuamini aje? Saizi mimi saizi kuamini kama pale awali. Na nikuulize, hizo masaji zenye unasema unafanya na mzee wako ni kama huyu Evans, since yako mbali amekupea a lot of freedom kufanya vitu fulani which si ma husbands wengi watakubali, kama hiyo freedom ya kuenda kufanya masaje. Mbona hiyo masaje wewe na mam, tuongelee wewe, madhe tutamuita baadaye, tuongelee wewe. Mbona wewe au kuenda kufanya masaji uko kwa massage pala, ukaamua kuita huyo jamaa masaji hapo ndani, na apart from hiyo ukaamua kuleta mtu wa massage kwa bedroom yako? Oscar, before uongee, mimi umai niomba pesa nikakunyima? Ukiniambia kesho ni siku ya massage, leo nakuwekea pesa before kesho ifike, si ni kweli? Huyu jamaa wako unamlipa? Niona mlipanga, niona tumanga do. Then akitufanyia massage na mlipa. Kuna siku ashaenda na deni? Tamara. Sasa hajaenda na deni, huyu jamaa ndio yeye ulipa. Mbona we ungeenda ufanyie huko massage huko nje, mkamwa kuileta kwa nyumba juu? Unajua ni strange sana Tamara. And then pia after hiyo pia unapata, unajua bedroom ni sanctuary. Hata kama unaweza ona ile video kwa utairi watch juu ni shai watch, I'm sure probably uliona nilikuwa naogopa sana kuingia kwa bedroom yake, sababu bedroom ni sanctuary. Lakini ukakubali mtu wa nje, mwanaume wa nje akakuja akakuweka kwa bedroom yenyewe. Huyu jamaa alisema hapo ndio yeye kufanyia majambo pale. Imagine mama kabisa. Okay, Oscario, reason ya kuleta mtu wa massage hapo ni nakuanga too busy kufanya kazi zangu, sometimes nachoka, asubuhi ndo mimi hiyo nakimbia press ups kidogo hivyo, so nitakuwa nimechoka sana. So most of sometimes naonanga it's more better ye mwenyewe kuja kwa nyumba kuliko mimi mwenyewe niende tena mpaka kwa hiyo kazi yake. Maybe yeye atakuwa busy, atanieka hapo sana. Si unaona kikujuku kwa nyumba atanishughulikia haraka na arudi. Yaani ni sawa kukuja, sina shida, maana mimi alikuwa ananipigia simu ananiambia jamaa anakuja, sina shida. Lakini ilikuwa lazima muende kwa room yangu. Ilikuwa lazima tu mfanyie huko kwa room yangu, si ndio? Okay, ilifanyika hivi. Room ya wageni, mbona lazima tu mngeenda kwa kitanda changu? Babe, acha nikwambie venye ilifanyika, ndo akakuja kwa room. Tuliona kwa kiti of which siona kwa kiti tutakuwa comfortable na bed yetu ndio kubwa. Sasa kuna room ya wageni. Babe, niliona bed yetu ndio kubwa na ndio comfortable vizuri, na siwezi enda kulala kwa bed ya wageni of which we have our own bedroom na our own bed. Own bedroom ni yangu na wewe, si yako na mtu wa massage. Ni yangu na wewe. Kwani ni yako na yeye? Ni yako na yeye? Ni yangu na wewe. Alafu yeye ni nani sasa anaenda huko? Lazima aende huko. Si ni mgeni? Si ni mgeni pale kwetu? Mbona umpeleka kwa room ya wageni? Babe, mbona umpeleka kwa room ya wageni? Okay. Babe, niliona it's better tukienda kwa room yetu juu bed ni kubwa, then tutakuwa more comfortable. Si unajua room ya wageni ni kidogo na bed ni kidogo. Sasa wewe ni mdogo, wewe ni mkubwa. Kati mimi ni kinyangarika yako, nani mkubwa? Ni wewe. Alafu lazima muende naye kwa kitanda kubwa. Kwa nini muende kwa room ndogo? Huyu jamaa si ni kijiti tu. Si ni skeleton. Utabidi uongee juu mimi naenda masaa yangu naenda saa hizi. Okay, mzee wangu kama umenitia nini hapa? Umenitia nini hapa? Nimekuita nikwambie nakubali makosa ilifanyika, lakini usini blame mzee wangu. It will be okay ukilaumu Viagra ama mtu wa massage juu kama angeweka hiyo Viagra kwa drink yangu singefanya hivi. Kama angeweka singefanya hivyo. Na sasa nikuulize, nakumbuka pia tukiwa pale ulikuwa umesema ni kama madhe ni kama aliorganize hizo vitu zote, na pia ukasema ni kama madhe alitoa mtu wa Viagra mwenye unasema which ni ule mtu wa massage juu huwezi pata mtoto, mkamuita wewe na madhe ndio ni kama ujaribu kupata mtoto. Tena sahi unajitetea ati ni Viagra ilifanya unini. Unaona ukisema hizo vitu zote mbili ni kama unajicontradict, unaona? Na hapo kuna tashwishi kidogo. Oscar, huyu mtu ni muongo. Huyu mtu ni muongo. Na anajua ukweli. Nikitaka useme ukweli utasema. Sitaki niende beyond. Umepigia Oscar simu, si ndio? Oscar akanipigia simu kwa heshima nikakuja, si ndio? Nataka ufanye vitu straight away. Okay, wacha kwenda kando junda. Sawa. Oscario, umekuja umesema nilikuwa nataka mtoto, sawa?
tumekuwa na mzee wangu, tunajaribu kutafuta mtoto hapatikani. Alafu my mom-in-law anasema nataka mjukuu. Sio lazima tumpe mjukuu. Then venye ulisikia yote ilikuwanga deal ya madhe. After hii Viagra tumekewa kwa drink, si kila mtu ako hai, kila mtu anataka ashughulikiwe. Madhe akakuja akatoka na pointi ya si tunaweza tumia mtu wa masaji yako hapa karibu. Then madhe akaniambia si unakumbuka nataka kamjukuu kangu, niitwe at least mtu wa kuniita shosh. Nikamwambia madhe, akasema anaweza furahia akipata kamjukuu. Mimi nikamwambia madhe ni aje, juu tuko na mtu wa masaji hapa, maybe anaweza fanya mambo. So mlito huyo mtu wa massage ndio ni kama tuseme angekupea mimba ungeongelea huyo Evans mimba ni yake. Nyinyi wote mfurahi. Okay, acha nikwambie tu ukweli, first singemwekelea, angekuja tu ajue the truth of which sisi sote tulikuwa wrong na madhe. So Evans itabidi tuite your mama hapa sai. But Evans nikuulize. Wewe unasema venye unakuanga job umeallow mtu wa massage akuje kwa boma yako time wewe mwenyewe uyuko. Na unajua vizuri mtu wa massage ushaimlipa before. Ni mtu wewe ndio unamtumianga pesa ama unapea Tamara pesa mtumie. Mbona ukakubali mwanaume mwingine akuje kwa boma yako, kwa compound yako na bibi yako kwa nyumba? Sometime mama yako, sometime mama hayuko. Mbona unakubali jamaa wa massage akuje kwa in-house call kwa boma yako bro? Juu hata hiyo ni swali valid naweza kuuliza bro. Mbona? Ni sawa tu nanio. Oscario. Huyu mwanamke nilimwamini sana. Najua hawezi fanya bullshit yoyote. Ndio maana ukakubali huyo jamaa. Nilikuwa namkubali tena, mama ilikuwa pale. Ni sawa mama anaweza toka, lakini huyu nilikuwa namwamini 100%. Namwamini sana. Sikujua anaweza kuwa hivi bana. Kumbe ni nyoka. Au kudhani anaweza fanya mambo na mtu. Sikudhani anaweza nigeuka. Anaweza nisaliti. Mama. Pale babe Oscario umekuja umeongelelea. Umesema usiniite babe sahi. Okay. Umekuja okay? Mlikuja mkapata kids hapo. So hizo kids tulikuja tukazitumia, ndo hata kama tutaenda bila kutumia protection, kila status ya kila mtu itakuwa safe. That's why tulikuja tukanunua hizo kids, tukapima na tukaziweka hapo. Ni wote watatu pamoja na madhe. Yeah, sisi wote watatu tukiwa na madhe. Tamara kabisa nitoe pesa zangu nilipe jamaa akuja fanya massage. Then umpatie mali yangu hivyo tu mama surely. Tena na mama mzazi mko na yeye pia. Uone hata aibu. Lakini bro, si venye tulienda kama unasema ulikuwa unalipa mtu wa massage. Imagine. Mbona tulienda pale ilikuwa ni kama umjui? Ama hiyo kampuni ya massage inatumanga watu tofauti. Okay, itumangi mtu tofauti. Jio mtu ndo nimekuwa na yeye kutoka kitambo up to this time. Na huyu anamjua? Yeah, anamjua. Mimi hutuma pesa kwa paybill. Ujuangi hoja. Kuongea kwa simu tushaongea naye. Tujaiona kuongea kwa simu tu. Pesa inakaa kwa paybill lakini mimi sijamuona hivi macho kwa macho. Ni sauti tu kwa simu. Like anamjua through phone but hajamuona in real.